Hii ni Maisha Kamili. Fungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu hichi. Wiki hii tuna somo la pekee kabisa, somo la 12, kuishi pamoja sisi kwa sisi. Na jana mko mnaangalia habari za waume na wake, namna gani ambavyo mume ni kichwa anayetoa hekima kutoka kwa Mungu, lakini akimtiisha mke wake. Lakini pia mkaangalia mambo kwa upendo. Lakini mkaangalia namna gani ambavyo katika dunia sasa hivi tunaoishi, kutokana na mabadiliko mengi, bado tunahitaji kutafuta ile modo ya Yesu Kristo, sio kutafuta hii ya duniani wa magharibi wanasemaje. Basi siku leo tunaenda kuangalia swala la wazazi na watoto. Basi kabla kwanza tupate ombi. Tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa neema yako. Amen. Asante kwa namna ambavyo umekuwa pamoja nasi. Tunaomba somo la wiki hii tuweze kuona namna tunaweza kuhusiana sisi kwa sisi, tukawa na ushirika mzuri ambao unajengwa katika Yesu Kristo. Kama ambavyo jana tulijifunza, kanisa ambalo ni mkusanyiko linalojengwa katika hekima yako. Amen. Na sisi pia leo hii tunaonyesha kati ya waume na wake, namna gani ambavyo wanaweza wakawa wamejengeka katika wewe. Amen. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Wazazi na watoto. Kusikilizana. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 20. Tunaendelea pale tulipoishia jana. Pamoja sisi kwa sisi ni kama mwili wa Kristo. Iwe ni katika kanisa, iwe ni katika ndoa, ni mwili wa Kristo. Lakini sasa uhusiano wa watoto na wazazi ni ndani ya mwili wa Kristo. Ni nyumba ya Kristo. Sasa inakuwaje katika Wakolosai 3:20? Wakolosai 3:20 nasema, ninyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Watoto watiini katika mambo yote. Tukijumlisha na ile ya Waefeso 6 kuanzia ile fungu la kwanza. Enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Amina. Tuanze na kina baba. Kuna uzoefu mwingi wa Kristo siku hizi, wanawalea watoto wao, wanaamini wamewalea watoto wao vizuri, lakini vijana wakifika vyuo huko wanaharibika, au mbele huko hawatembei kwenye zile njia. Na wakati mwingine baba na mama wanajiuliza shida ni nini? Mbona tuliwalea katika njia hii? Lakini nadhani hili somo linaturudisha vizuri kwa wazazi, kurudi namna ya kuwalea katika Bwana. Kwanza tukumbuke kwamba kabla sisi kuitwa baba, tuna baba aliye mbinguni. Haleluya. Sisi ni kukopi na kupesti. Na neno la Mungu linatufundisha. Neno la Mungu sio tu orodha ya do's and don'ts. Sawa. Funga macho wakati tunaomba, of course. Lakini hilo sio swala, toa heshima. Toa heshima. Yaani kwamba ili neno la Mungu linatoa hekima. Mungu yukoje? Linatufundisha Mungu yukoje, anapenda nini, anataka nini. Alafu na sisi kama sura ya Mungu wazazi, tunamu-image Mungu, tunamwakisi Mungu kwa wazazi, kwa watoto, kwa maneno, kwa mfano. Sasa jana tuliangalia eti mwanamke anasafishwa kwa neno, kwa upendo wa kujitoa, kama Kristo alivyolisafisha kanisa. Wazazi wakichukua nafasi yao kama viongozi, wakifanya hivyo katika Bwana, sio mudi zako. Unajua wakati mwingine vitu ambavyo watoto wanaboreka navyo ni mudi. Yani watoto, sheria ni nyingi, sio katika Bwana. Sipendi kelele, sitaki kelele. Sasa naomba nikwambie, Bwana Yesu ndivyo anavyofanya hivi. Yaani mtoto akicheza ni kelele. Yaani kuna vitu vingine ni ubinadamu, unasema kwa kuwa siku yako imekuwa mbaya, unakuwa na amri zako na mambo yako. Lakini tukisema
sisi tubaki katika Bwana, katika mafundisho yote tutakuwa mbali. Kuna mafungu ambayo tunaweza tukapitia, tutapitia haraka, tutapitia ukipata muda utapitia haraka, lakini Mithali sura ya 22 mstari wa 6 na 15 anasema mlee mtoto, wewe malizia wako katika njia impasayo. Wewe usingemalizia sasa wewe. Hebu rudie tena. Mlee mtoto wako katika njia impasayo, ambayo hata iacha mpaka atakapokuwa mzee. Katika njia impasayo. Si unalazimisha, lazima uwe daktari. Mimi daktari lazima uwe daktari. Kuna njia, kila mmoja ana njia yake. Kila mmoja mtoto ana nyota yake. Kila mtu ana hatima yake, mustakabali. Unasoma. Wazazi kama kina nani wale wanamuomba malaika arudi tena atufundishe namna ya kumlea huyu mtoto Samsoni. Hebu nifundishe namna ya kumlea. Yukoje? Hiki ni kiumbe kimetoka kwako, unataka nikileje? Sasa katika Bwana tunamlea hata iache. Alafu mstari wa 15 anasema mtoto ana ujinga. Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adhabu itaufukuzia mbaya. Haya. Siku hizi lakini wanasema fimbo za watoto wewe ongea naye tu. Sasa kama kuna ujinga mwingine hautoki kwa maneno, unatoka kwa fimbo. Hata Mungu pia ndivyo anavyotufanyia. Waebrania tulisoma pia. Anasema mtoto haramu tu ndio aadhibiwi. Lakini mtoto wa nyumbani anaadhibishwa. Hata Mungu naye anatuadhibisha. Wakati mwingine hata vimagonjwa hivi ni Mungu anasema we pay attention. Kwa hiyo nayo katika Bwana wazazi tunafanya. Lingine na Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 6 kwa 7, Mithali sura ya 1 mstari wa 8 na 9 inafundisha, anasema watoto wafundishwe neno la Mungu kwa bidii. Amina. Hivi asubuhi watoto wanafundishwa neno la Mungu. Sasa tuombe haraka tumechelewa. Lakini hata kuna neno pale unaweza kulizungumza. Kazia rudia asubuhi na jioni. Sasa lakini Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 6 mpaka 7 unajua anasemaje? Aseme asubuhi na jioni. Anasema unapoka neno, unapoamka neno, unaingia neno, unatoka neno. Angalia jinsi watu siku hizi jinsi tunavyoenda kwa kubania neno. Mahubiri kifupi, tunaelewa haraka. Wewe usiende kirefu. Bando linaisha. Wewe nenda kifupi tunaelewa. No, mafundisho yoyote ili yashike. ABCD kwani tulipata kwa somo la aliingia mara moja tu tukapata. Alikuwa anarudia ABC mpaka sasa hivi imekaa. Amina. Mafundisho. Rudia. Si kwa neno tu na hata kwa mfano. Wazazi wajibu wetu. Yeye inakuwa ni ngumu kwa watoto sasa. Hapana, kwa watoto. Kwanza ndio inazidi kuwatengeneza kwa kizazi bora hodari. Kwa sababu kama ukiangalia kipindi cha kina mtoa mfano wa Musa. Angalia ulezi wa Musa, ulezi wa kina Yusufu. Yaani walikuwa wazazi wao wanajitahidi sana kuweka katika neno. Hata Yesu tu mfano. Hata Yesu alikuwa katika hekima na kimo akipendeza Mungu na wanadamu. Na mama yake alifanya jitihada kufundisha. Kama sawa alikuwa ni Mungu lakini alikuwa mtoto katika hekima na kimo, alikuwa katika hekima na kimo. Na wazazi wanaonekana walimpeleka hadi kanisani wakamwambia bwana baba yangu hapa anafurahia. Kwa hiyo inaonekana ni wazazi ambao kwenye uzazi wanatakiwa waende tu katika njia hata ya mbele. Hata ukimwona mtoto anapinda wasiseme tu kwamba wanamuumiza, kwa sababu naangalia unavyomuonea huruma ndio unavyozidi kumharibu. Kwa hiyo kuliko kuonea huruma sasa hivi ni bora nyosha akiwa mdogo hapo. Samaki mkunje akiwa mbichi. Tena umezungumza kitu kimoja, anasema watoto ambao wanapelekwa kanisani na mzazi mmoja mwishoni wanaishia kuiga yule ambaye haendi kanisani. Na baba akiwa anaenda kanisani, uwezekano mkubwa kupeleka watoto kanisani. Uwezekano mkubwa. Huu ni utafiti umefanya, takwimu zinaonyesha hao watoto hawataacha kwenda kanisani. Amina. Baba kiongozi. Yaani mama watoto wakiwa wanasema sisi tunamwona baba, mbona baba haendi kanisani? Sasa lingine ni la watoto. Tunamaliza hiki. Kama wazazi wanafanya wajibu wao, wanamuimage Mungu, wanamleta Mungu kwenu, ni baraka kumsikiliza mzazi. Kwa sababu ukimsikiliza mzazi umemsikiliza Mungu. Wanaita Mungu duniani. Ni Mungu kwa maana kwamba wana sura ya Mungu. Maneno yao yanayozungumza ya Mungu. Kwa hiyo ni baraka. Amen. Sheria ya Mungu ilikuwa nasema ukitii utaisha. Kwa hiyo neno la Mungu midomoni mwa mzazi ukitii ndio heri na zizidi kuongezeka katika siku alizokupatia Bwana. Hatuna muda sana, lakini wanasema mzazi ana covering kwa mtoto.
Unapomwombea mtoto wako, unapombariki mtoto wako, hata kama haelewi au nini, Mungu anasikia, anafanya kwa ajili ya mtoto. Kwa hiyo ni baraka kwa mtoto pia kumsikiliza baba. Baba akikasirika, Mungu amekasirika. Kwa kweli naona namna gani ambavyo ulezi wa mtoto au pia lakini tunataka ulezi wa mtoto, lakini pia hata na wazazi pia namna gani ambavyo na wao wanapewa na conduct nzuri kwa watoto wao. Sio tu kwa sababu unaona una mamlaka juu ya mtoto wako unaweza ukamtiisha kwa namna ambavyo wewe unapenda. Sio kwa hekima ya Mungu. Kwa ambavyo unasema kitu kingine mood. Baba anaweza kaamka leo amenuna kwa sababu tu amegombana na mama huko ndani na asiye na amia kwa watoto. Sasa mtoto anashindwa kuelewa kosa langu liko wapi. Na nadhani inaweza ikafika kwa akaanza hata kuogopa. Kuna vitu vingine anashindwa hata kukwambia. Lakini nadhani ni vizuri sasa kama wazazi wakati kama wanasikiza somo hili wao wenyewe wakibadilika, itakuwa ni rahisi hata watoto na baba ndio njia nayoendea hii na mimi nitaendea njia hii kama Kristo anavyoongoza. Basi kusikilizana, wazazi wanawasikiliza watoto, wanatafuta kuwasoma hivi Bwana amewaita kwa njia gani, na wanawalea katika njia hiyo ya Bwana. Na watoto kuwasikiliza wazazi. Huu ndio ujumbe wetu wa leo. Tunajifunza kuishi pamoja sisi kwa sisi kama wazazi na watoto. Karibu Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya neno hili. Wazazi tunawaacha mikononi mwako. Kama kuna mzazi yote aliharibu lakini amesikiliza neno hili, kamsamee, kamsimamishe sasa, akasimamie watoto wake vizuri. Na ikiwa kama kuna mtoto yote aliharibu, labda hakupata wazazi wazuri, hawakumuelekeza vizuri, lakini amesikiliza maneno haya, Baba kampatie baba wa kiroho, lakini pia wewe ubaki kuwa baba yao na kuongoza katika njia zao. Mpaka somo lingine, ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Asante sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu kizuri. Tumeona namna gani ambavyo wazazi na watoto wanaweza kukaa katika umoja. Kesho Jumanne tunaenda kuangalia uhusiano wa kikazi. Usikose. Hii ni Temboni, Dar es Salaam. Karibu. Amen.